Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Na tuelekee huko nchini Marekani ambapo rais wa zamani wa Marekani Joe Biden anapanga kurudi tena katika siasa. Rais huyu wa zamani ambaye ameondoka na kumkaribisha kwa mara nyingine tena rais wa sasa Donald Trump amesema kwamba ameamua kuchukua fursa wakati huu kuingia tena katika ulingo wa siasa, licha ya kwamba umaarufu wake unazidi kupungua siku hadi siku. Rais huyu wa zamani wa Marekani ameripotiwa kujitolea kukisaidia chama chake cha Democratic ambacho kiliangukia pua wakati wa uchaguzi mkuu huko nchini Marekani. Licha ya kwamba umaarufu wake unazidi kupungua, lakini anasema lazima rejee tena katika siasa. Kiongozi huyo wa zamani wa Marekani amejitolea kuchangisha fedha katika kampeni na kufanya chochote kinachohitajika kusaidia wanademokrasia kurejesha hali iliyopotea kwa Republican wakati wa uongozi wake. Shirika la habari la NBC News limeripoti likitoa mfano wa watu wanaofahamu juu ya suala hilo. Joe Biden ameripotiwa kutoa ofa hiyo katika mazungumzo ya faragha na viongozi wa chama, ikiwa ni pamoja na mkutano wa mwezi uliopita na mwenyekiti mpya wa kamati ya kitaifa ya kidemokrasia Ken Martin. Rais huyo wa zamani alionyesha nia yake ya kuunga mkono chama chake, huku maarufu wake ukiwa unazidi kushuka kulingana na watu wanaofahamu mijadala hiyo. Upendeleo wa kidemokrasia kati ya wapiga kura waliopiga kura hivi majuzi kupitia NBC ulikuja kwa asilimia 27, idadi ndogo zaidi tangu upigaji kura kuanza mwaka 1990 kuangalia umaarufu wa baadhi ya viongozi, na wakati huo wamemwangalia Joe Biden ambaye umaarufu wake umezidi kushuka hadi kwa asilimia hizo 27. Pendekezo la Biden limeripotiwa kupokea majibu ya vuguvugu, huku baadhi ya wanaharakati na wafadhili wakitaja umri wake wa miaka 82 na kushirikiana na kwamba alitengeneza hasara mwaka 2024 na kusababisha wademokrasia kupoteza kiti cha urais. Wademokrasia wengi wanaripotiwa kufadhaishwa na chaguo la Biden la kutaka kuchaguliwa tena na kukataa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hadi miezi kadhaa kabla ya kura, na kuweka kikomo wakati makamu wa rais wa zamani Kamala Harris alilazimika kuandaa kampeni dhidi ya Donald Trump ambayo alipoteza. Nani atataka Joe Biden arudi kwenye mchezo? Mfuasi mkuu wa Biden aliambia chombo cha habari akizungumza bila kujulikana. Walakini si wanademokrasia wote wamepuuza jukumu linalowezekana la Biden. CNN iliripoti ikimnukuu makamu mwenyekiti wa DNC Jen Tlaib aliyesema kwamba Biden bado ni mtu aliyependwa kati ya wapiga kura na anakaribishwa kama spika katika hafla za chama. Licha ya maoni tofauti, Biden na mkewe Jill Biden wote wameonyesha utayari wao wa kufanya kampeni na kuchangisha fedha ili warudi kwenye maisha ya kibinafsi huko Delaware, kulingana na vyanzo vilivyotajwa na vyombo vya habari. Rais huyu wa Marekani ameripotiwa kuwa anasafiri kwenda Washington kukutana na wasaidizi wake wa zamani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amemtaja Biden na utawala wake zaidi ya mara 400 tangu aingie madarakani mwezi Januari, kulingana na shirika la habari la NBC. Rais Trump amemkosoa mtangulizi wake kuhusu masuala mbalimbali kuanzia uhamiaji hadi mfumuko wa bei na hata kuhoji uhalali wa hati zilizosainiwa wakati wa utawala wake. Kwa sasa Biden hajajibu hadharani ukosoaji anaopata kutoka kwa Trump, lakini wasaidizi wake waliambia NBC kuwa hajutii na anabaki kuwa mkaidi, akiamini chama chake kiliendesha vibaya kinyang'anyiro cha mwaka 2024. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo, ili tuweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.